miaka 8 ya kutafuta haki ya mauaji ya mwana wao wa miaka 20 yaliyotekelezwa na afisa wa polisi, familia moja eneo la Likoni sasa imeshusha pumzi. Hii ni baada ya mahakama ya Mombasa juma lililopita kumhukumu kifungo cha maisha gerezani aliyekuwa afisa mkuu wa polisi eneo la Likoni Yunus Athman baada ya kupatikana na hatia ya kumuua kijana huyo Mbaraka Maitha. Na kama anavyotuarifu kama Mwangi, afisa mwingine wa polisi aliyehusishwa na mauaji ya mfanyabiashara huko Karatina amezuiliwa kwa siku 75, uchunguzi ukiendelea. Kwenye uamuzi huu unaotazamiwa kuweka mfano wa hukumu zinazowangoja maafisa wa polisi wanaotumia nguvu zao kupita kiasi na kusababisha maafa, mahakama ya Mombasa ilimfunga maisha Yunus Athman, afisa wa polisi aliyepatikana na makosa ya kumuua Mbaraka Maitha, kijana mwenye umri wa miaka 20 huko Likoni mwaka 2018. Akimpata na hatia ya kuua, Jaji Wendy Kagendo wa mahakama kuu ya Mombasa alinadi kuwa afisa huyo aliyehudumu kama kamanda wa kituo cha polisi cha Likoni wakati huo alikuwa na jukumu la kuulinda uhai wa Maitha, ila akatumia nguvu kupindukia pasi na mwenda zake kuwa hajajihami. Miaka ilikuwa mingi, twaenda tukirudi, mara sikia hivi mpaka ilikuwa tunkata tamaa kusema tu ile ukweli. Twashukuru kwanza sana hasa shirika la IPOA kwa sababu wao ndo walitupatia motisha sisi wa kuitafuta yake, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nimesema ni basi haina haja tufanye tena kesi. Na japo familia imeipata haki miaka 8 tangu kesi kuanza, inadai kufidiwa kwa uhai uliopotea, wakielezea madhila mazito ambayo wamepitia tangu Mbaraka kuuawa. Tunataka fidia tu kwa serikali, kwa maana yule polisi ni serikali ndo alikuja pale ndani kufanya hiyo kitendo. Kwa maana yeye aliingia ndani na alimuona, ilikuwa anayo haki ya kumshika, lakini ilikuwa si ampige amue. Uamuzi huo unajiri huku Koplo Peter Wamiti Mwangi, afisa mwingine wa polisi anayehusishwa na mauaji ya mfanyabiashara George Gathu huko Karatina, akirushwa rumande kwa siku 75 zijazo mpaka Mei 5, anakotarajiwa kurejeshwa mahakamani kwa maelekezo zaidi kuhusu mkondo utakayochukua kesi yake. Hili ni baada ya afisa huyo kukataa shtaka la mauaji ya mfanyabiashara huyo alipofikishwa mbele ya Jaji Kizito Magare wa mahakama kuu ya Nyeri. Once I hear that your client deserves to be on bail, I will do that. If I think that they don't deserve, then I will ask that they consume the government provisions until I finish. Kama Mwangero, Ninga ya Citizen.